Sunday, siku ya Jumapili. Umewahi kujiuliza kwa nini inaitwa Sunday? Kwa nini inaitwa Sunday? Kwa nini inaitwa Sunday? Sunday manake ni sun, jua, alafu day manake ni siku. Kwa hiyo ni siku ya jua. Jumapili ni siku ya jua. Hongereni sana kwa wote ambao mmezaliwa siku ya Jumapili. Mnaongozwa na sayari ya jua, sayari ya mwanga, sayari ya mwangaza. Sawa, mnaongozwa na nyota ya Simba. Mara nyingi jua linashikilia kuangaza, linashikilia mchana. Kwa hiyo kama umezaliwa wewe siku ya Jumapili, hongera sana. Lakini pia kama jina lako lina herufi hizi hapa, basi pia unahusika na siku ya Jumapili. Kama jina lako linaanza na herufi za mwanzo E au Q, E ya A. Kama jina lako linaanza na E ya A au Q, basi wewe unahusika moja kwa moja na jua. Yaani wewe unahusika na mwanga wa jua. Tumia vizuri maarifa yako, nguvu yako ya jua ulionayo, kwa sababu umependelewa. Unahusika kabisa. Kwa hiyo nguvu ya jua itakuasili upende ama uwe unapenda. Itakuasili kivyovyote. Hatima yako imebebwa na jua. Kama wewe jina lako linaanza na E au Q, hatima yako imebebwa na jua, na siku yako nzuri ni siku ya Jumapili. Unaweza ukaifanya ukaitumia vizuri katika kufanya mambo yako. Lakini pia watu ambao wana vibration ya namba moja. Vibration ya namba moja. Ni watu gani ambao wana vibration ya namba moja? Kama jina lako linaanza na herufi A, wewe una vibration ya namba moja. J, wewe una vibration ya namba 10, ambayo tukijumlisha tunapata namba moja. S, wewe una vibration ya namba moja, ambapo ni tukijumlisha hiyo kwa herufi ni 19, lakini tukijumlisha tunapata moja. Kwa hiyo AJS wana vibration ya namba moja, wanahusishwa pia moja kwa moja na jua. Kwa hiyo siku ya Jumapili ni siku bora sana kwao. Kama wewe umezaliwa tarehe 19, pia ni siku bora sana kwako. Unahusishwa moja kwa moja na nguvu za jua. Kama wewe umezaliwa tarehe 28, unahusishwa pia na nguvu za jua, kwa sababu tunapata namba moja ambayo ni vibration ya jua. Vibration namba moja ni nguvu ya uongozi, nguvu ya kuanza jambo jipya, nguvu ya mamlaka. Kwa hiyo kama umezaliwa tarehe 28, umezaliwa tarehe 19 ya mwezi wowote, umezaliwa tarehe 1, umezaliwa tarehe 10, wewe unaguswa moja kwa moja na sayari ya jua. Una nguvu za jua. Pengine ulikuwa hujui, pengine ulikuwa unajua, lakini tambua kama wewe umezaliwa tarehe hizo hapo, tarehe 1, tarehe 10, tarehe 19, tarehe 28 ya mwezi wowote, wewe hapo unahusika na nguvu za jua. Jua lina hatima katika sehemu ya maisha yako. Lina muongozo katika sehemu ya maisha yako. Jumapili inakuhusu sana. Ukiweza kufanya jambo lolote siku ya Jumapili, unaweza kusogea, kupiga hatua na kufanikiwa sana. Lakini pia EQ, watu wenye herufi EQ pia wanahusika sana na siku ya Jumapili. Nadhani mmeshanisoma vizuri jinsi mnavyoongozwa na siku ya Jumapili. Kwa hiyo Sunday, it is best, ni bora mno kwenu. Ni siku ambayo mkiitumia mnaweza kufika mbali sana katika mambo yenu. Sunday, it is for you. Wote ambao umezaliwa siku ya Jumapili, kama umezaliwa siku ya Jumapili, hajalishi tarehe gani, lakini umezaliwa siku ya Jumapili, unahusika na jua. Jua linaakisi linaakisi vitu vyake na kila kitu kwenye maisha yako. Sawa?
una herufi EQ, unahusika. Umezaliwa tarehe 1, tarehe 19, tarehe 10, tarehe 28, unahusika. Una herufi A, J, S, unahusika pia na siku ya Jumapili. Kwa hiyo Jumapili inawahusu wote hao ambao nimewataja hapa. Kwenye maisha yao wanaweza kufanya jambo zuri. Sasa nataka nikuchambulia sasa kiundani vile ambavyo jua linaathiri maisha yako. Vile jua linaathiri maisha yako. Litaathiri jua maisha yako kwa namna gani? Kwa sababu katika unajimu Rio, hii ni nyota ya Simba. Ni nyota inayotawaliwa na sun au jua. Jua linaashiria utambulisho wa mtu, nguvu za ndani, uongozi, heshima, umaarufu, kujiamini, ubunifu. Rio huonekana kama nyota ya viongozi, wafalme na malkia wa asili, watu wenye mvuto sana. Wanapenda kutambuliwa mno. Ni wenye moyo wa ukarimu. Sasa tukiangalia kwenye upande wao wa right side, yani upande wao chanya, kwanza ni watu ambao wanajiamini sana, ni wakarimu sana, ni wajasiri mno, wana uaminifu, wana uongozi wa asili, wana uwezo wa kulinda watu wanaowapenda, ni wabunifu wakubwa. Sasa tuangalie upande negative au dark side. Ni watu ambao wanaweza kuwa na kiburi sana, kutaka sifa nyingi sana, kutawala wengine, wanaweza kuwa na hasira anapodharauliwa, kujiona bora kuliko wengine, ugumu wa kukubali kukosolewa. Sasa ni rangi gani ambazo zinaongoza siku ya Jumapili? Ni rangi gani ambazo zinaongoza siku ya Jumapili? Nataka nikuelekeze rangi ambazo zinaongoza au ambazo wakizitumia sana zitawapa mafanikio kwenye shughuli zao. Rangi kuu ni rangi ya gold. Jumapili inaongozwa na rangi ya gold. Hawa jamaa wanaongozwa na rangi ya gold, njano, machungwa. Siku yao nzuri ni Jumapili. Namba yao bora sana ni namba 1. Herufi zinazohusishwa na vibration ya jua au namba 1 ni kama nilivyosema ni A, J na S. Maeneo ya mwili yanayohusishwa na Rio au nyota ya Simba, kwa mjibu wa unajimu, mara nyingi wanaweza kupata udhaifu katika moyo. Wanaweza kupata udhaifu katika moyo, mgongo, kifua cha juu, nguvu za mwili na uhai. Lakini pia wanaweza kuwa strong sana katika hizi sehemu, ambayo ni sehemu ya moyo, sehemu ya mgongo, kifua cha juu, nguvu za mwili na uhai. Sasa twende, nyota ya Simba huwa wanapenda nini? Au Leo huwa wanapenda nini? Nyota ya Simba mara nyingi au sayari ya jua wanapenda nini? Huwa wanapenda heshima, wanapenda uaminifu, wanapenda uongozi, wanapenda ubunifu, wanapenda kutambuliwa kwa juhudi zao ambao wanazifanya. Haya, nyota ya Simba hawapendi nini? Au nyota ya Leo huwa hawapendi nini? Huwa hawapendi kupuuzwa, hawapendi kudharauliwa kabisa, hawapendi usaliti, hawapendi yani kukosa kuthaminiwa, yani wanapenda kuthaminiwa. So usipomthamini huwa anajisikia vibaya. Sawa? Pia wanapenda vitu vizuri, vitu vya gharama, au sio? Hawa ni watu wa nyota ya Simba au sayari ya jua, watu waliozaliwa siku ya Jumapili. Nadhani umenipata. I am Nuru, mimi mwanga wa uelewa, na kuelewesha na kufundisha na kupa mwanga. Kwa hiyo wewe kama unajua kabisa unahusika na jua, tambua kwamba wewe ni mwanga kwa watu. Itumie vizuri nguvu yako ya jua kuangaza, kutoa uhai kwa wengine. Usitumie vibaya katika dark side au katika upande negative. I am Nuru, mimi mwanga uelewa. Endelea kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii, Nuru Spiritual Guidance, sauti ya hekima. Ulipo nipo.